Kiujumla mpaka hapa mimi nikiangalia kuhusiana na tunavyosema kwamba tuna jeshi linailinda amani ya nchi, kwa hapa kulingana na maneno yao walioweza kuongea, kiujumla tuna jeshi la kijinga sana, la kipumbavu sana na la kipuuzi. Yaani hata tunaosema tuko salama, yani salama kuna haja wakati mwingine tujioji sana, kwa sababu tukisema kwamba ndo hawa wanaolinda amani ya nchi, hawa hata misi mipakani, si ni wapi, hawa inawezekana iko siku watakuja watuuze, kwa sababu kwa maelezo aliyoweza kutoa huyu msemaji huyu wa jeshi aliyejitokeza, anasema kwamba wao hawako nyuma ya wananchi watakaoandamana tarehe 7 mwezi wa 7. Yeye anasema kwamba jeshi haliko nyuma ya wananchi, na kwa sababu hiyo wao wanatamka kwamba nchi iko salama, nchi iko salama. Yaani watu kutekwa, tunaona kina Mfani Polepole, wakina Mdude Nyagali, wakina Deus Soka, kina Injili Geuzayolo, wakina Ali Kibao, kina ndugu Jumbe, yule David Jumbe ambaye alitekwa akanapelekwa Mabwepande, ambapo kule bila shaka ni sehemu ya, kama sijakosea, ni sehemu ya ofisi au wanapopatikana sana wakuu wa usalama kule, bila shaka nadhani. Na wakati huo yule ndugu David Jumbe, kuna mtu ambaye alikuwa anawasiliana na ndugu yake ambaye ni mwanajeshi, akanamjulisha kwamba ndugu David Jumbe katekwa, hakuna chochote kilichoweza kuchukuliwa hatua. Lakini pia tuliona, si ndio, yule mkuu wa majeshi, si Mkunda, akanasema kwamba jeshi halitavumilia vitendo vya utekaji. Kilikuwa ni kipeperushi kilichosambaa, klipu mimi sikuweza kuiona, lakini kuna haja wakati mwingine, mimi niliwahi kusema kwamba ni heri tu akae kimya, kwa sababu hizo kodi ambazo pengine sisi tunazozitoa Tanganyika kupitia wanapokuwa wanakata kwenye umeme, kwa sababu siku hizi kwenye umeme kila mwisho wa mwezi, si mwanzo wa mwezi, kuna namna wanakata, uje kwenye vocha watakata, kwenye kutuma hela watakata, si TARURA na wenyewe watachukua, TRA na wenyewe watachukua, vyote hivyo ambavyo vinakuwa vinafanyika. Hizo kodi ambazo kwa sehemu kubwa ndizo mishahara ya askari, ndizo mishahara ya wanajeshi, ndizo mishahara ya marais, wabunge, vyote hivyo, na bado mtakopa, mtaliita ni deni la taifa. Mimi nasema hivi, kuleni tu mavitambi ya watoke, kuleni tu mpaka mhalishe na watoto wenu, kuleni tu sana, kuleni. Lakini msije mkaja mkatuambia upumbavu kama huu kwamba nchi yetu iko salama. Msije, kaeni tu kimya, watu waendelee kutekwa, kaeni tu kimya, tujue kwamba tunajipigania wenyewe, tunajikomalia wenyewe, tunajipambania wenyewe. Hata msiseme si tunalinda na nchi iko salama, msiseme chochote, kaeni tu kimya. Kaeni tu kimya, kuleni, mshibe, mvimbiwe, mhalishe tu, mle tu, yani mle tu mnavyojitakia, mle tu, ila mkae kimya, msisubutu kutuambia nchi yetu iko salama, msisubutu. Kwa sababu naona Askofu Gwajima alipokemea masuala ya utekaji, au alipokemea utekaji akasema kama rais asipokuwa na wajibisha, kwa sababu hao wanaoteka watu wako wengine, tumewasikia kina Mafuere wanatajwa na kina Sativa, hawajachukuliwa hatua zozote. Zaidi tunasikia naye si akachukuliwa, kaenda naye si wakamfira, sio kafanyaje. Sasa mimi hayo siko hapa kudhibitisha kama ni kweli au sio kweli, ila mimi ninachosema ni hivi kwamba jeshi, msije mkasubutu kabisa, msisubutu kutuambia nchi yetu iko salama, iko siku na amani. Msisubutu, kaeni tu kimya, kuleni hiyo mishahara, kuleni tu, kwa sababu si ndo kodi za Watanganyika. Kwa sababu kama kwa hivi watu kutekwa, watu kuwawa, kina Mdude Nyagali mpaka leo hatujui walipo, kina Mfani Polepole hatujui mpaka leo walipo. Hivi ndo amani, yani hivi ndo amani ya nchi hivi. Hata watu Watanganyika wakijaribu kuandamana kusema kwa kweli hali hizi hatutaki, na hapo pia watatishwa kwamba watauawa, si watapigwa, si watafanywaje. Afu ukija kuangalia maandamano kikatiba yanaruhusiwa. Sasa hapo unakuja hivi, sisi tuna jeshi, sisi tuna polisi. Mimi naona ni afadhali mkae kimya tu, kaeni tu kimya bwana, kaeni tu kimya. Sasa naongea hapa kama mtu wa Mungu. Kwa mujibu wa Biblia, maandiko yanasema hivi katika kitabu kile cha Isaya, kama sijakosea, no ni Yeremia, maarifa yanasema ni, au kama sio ni Yeremia ni Ezekiel, anasema wakisema amani wala hapana amani. Nisome Yeremia kwanza hapa usikie maandiko haya.
Yeremia 6 kuanzia mstari wa 14 anasema, wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juujuu tu, wakisema amani amani, wala hapana amani. Mnasema amani amani, mmeiponya jeraha kwa juujuu. Tuna maumivu, ndugu zetu waliouawa Oktoba 29, tunayo maumivu. Hapa napoongea mzee wetu Mbarikiwa Mwakipesile, mtoto wake aliuawa kwa njia ya sumu na mkuu wa usalama alikuwa anaitwa Said Hussein Nasolo, wakamchukua wakampeleka nje ya nchi Kuwait, si ndio kaa balozi kule. Tunayo maumivu wa Tanganyika, tunayo maumivu makubwa yasiyoweza kuneneka. Kwa hiyo endeleeni kula hiyo mishahara. Kama mnapeana mirushwa mpeane, kama si fanyeni mtakachokifanya. Iwe mnapeana mirushwa, iwe mtaitana kwenye vikao, mtapeana miposho, mtafanyaje, mtakula, mtakopa, mkope tu nchi yenyewe, mtuchimbie mashimo yote madini, mchukue, chimbeni, yabaki tu mashimo. Kaeni kimya, endeleeni kula tu, kuleni mvimbiwe, kuleni tu, halisheni, mule tu na familia zenu, mule na watoto wenu, mule na ndugu zenu, mule na koo zenu. Lakini sisi msituambie kwamba nchi iko kwenye amani, msituambie, kaeni tu kimya hivyo hivyo. Hongera kwa kunisikiliza. Lolote mnaotaka lifanyeni tu, potelea pote bwana, potelea pote. Asante.